Jumuiya ya Kibiashara ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, COMESA, imezindua mfumo mpya wa malipo ya kidijitali wenye lengo la kupunguza gharama za miamala ya kuvuka mipaka kwa kuruhusu biashara kufanyika kwa kutumia sarafu za ndani. COMESA inayounda nchi 21 ikiwemo Tanzania, Misri, Kenya na Ethiopia imejiunga na juhudi za bara la Afrika kuanzisha mifumo ya malipo kwa sarafu za ndani ili kupunguza gharama za kibiashara na utegemezi wa dola ya Marekani katika malipo ya kuvuka mipaka. Mfumo huo mpya unaoitwa Digital Retail Payments Platform umeanza kujaribiwa nchini Malawi na Zambia, kulingana na taarifa ya COMESA. Kwa mujibu wa jumuiya hiyo, mradi huo unatekelezwa kwa ushirikiano na watoa huduma wawili wa kifedha wa kidijitali pamoja na mtoa huduma wa ubadilishaji wa fedha za kigeni, ingawa majina yao hayajatajwa. Na nukuu kauli ya waziri wa biashara wa Kenya wakati wa uzinduzi wa mfumo huo: "Kwa mara ya kwanza biashara za kuvuka mipaka ndani ya COMESA zinaweza kulipwa moja kwa moja kwa sarafu za ndani. Hii ni hatua ya mageuzi makubwa. Tunathibitisha kuwa wafanyabiashara wanaweza kubadilishana thamani kwa urahisi bila kutegemea fedha za kigeni ambazo ni haba." Mwisho wa kunukuu. Kinyanyui ameongeza kuwa mpango huo unalenga hasa kusaidia biashara ndogo, za kati na ndogo kabisa ambazo zinachangia takribani 80% ya biashara na 60% ya ajira katika nchi wanachama wa COMESA, lakini hukumbwa na changamoto za mifumo ya malipo ya kuvuka mipaka ambayo ni ya gharama kubwa, isiyo salama na yenye urasimu. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye sasa ndiye mwenyekiti wa COMESA, amesisitiza juu ya umuhimu wa kuimarisha ujumuishaji wa kiuchumi wa kikanda kama njia ya kuongeza biashara ya ndani ya bara la Afrika. Ruto alibainisha kuwa Kenya imeongeza hisa zake katika Benki ya Maendeleo ya Biashara ya Kanda TDB kwa dola milioni 100 na katika Afreximbank kwa dola milioni 50 kama ishara ya dhamira ya taifa hilo kuimarisha ushirikiano wa kifedha na kibiashara katika ukanda wa COMESA. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya uchumi wa kikanda, hatua hii inaweza kuwa mwanzo wa mageuzi makubwa katika mfumo wa biashara barani Afrika, ikirahisisha biashara ya ndani, kuongeza ujumuishaji wa kifedha na kupunguza utegemezi wa sarafu za nje, hasa dola ya Marekani.